Hivi wewe umewekeza miaka mingapi ya kupanda kwa machozi katika ndoto yako? Biblia inasema upandwa kwa machozi na ufufuliwa upandwa kwa machozi na uvunwa kwa vigelegele vya furaha. Vipi kuhusu sheria ya mbegu katika maisha ya Yusufu ukilinganisha na maisha yako? Mahali ambako Yusufu amepita, na kwa sababu watu wengi wana hiyo ready-made life, ready-made type of life. Angalia, Yusufu anapanda katika uharibifu, anapanda katika jangwa. Lakini vijana na watu wengi wanaoishi leo wanapenda hizo green, wanapenda wakati huo wa kijani, anataka kutafuta usitawi. Yani hii ndio tunayosema ready-made type of life. Maisha yaliyokwisha kutengenezwa, maisha yaliyokwisha kutengenezwa, ya haraka, ya haraka, ya haraka. Na nimeona kabisa ya kwamba ni muhimu kila mara kurudia juu ya bango, kuuzwa mara mbili, kuuzwa kwa kupigwa bei mara mbili, alafu ndani yake bado ana ndoto ya kufikia ulimwengu. Unaweza give up, unaweza ukawa kichaa. Nataka nikwambie somo hili, from seasons to reason. Nataka niwaambie kuna watu wengi ambao misimu mibaya kama hii kikukuta, unaweza figo zote mbili zikapasuka, unaweza ukatengeneza magonjwa ya moyo, unaweza ukapata magonjwa ya sukari. Lakini nataka ukumbuke lile bango letu la sheria ya mbegu, upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Nataka niseme na ninyi mtarudia, hili bango ni bango linapaswa kukaa ndani yako. Limeandikwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 42 mpaka 43 na Zaburi ya 126 mstari wa 5 mpaka wa 6. Nikisoma pale ninyi mnarudia hapo chini. Upandwa katika uharibifu, upandwa katika aibu, upandwa katika udhaifu, upandwa katika machozi, uvunwa kwa vigelegele vya furaha. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, kama ningeambiwa ninasema nini asubuhi ya leo, ninasema maisha ni marefu mno kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Watoto wa Yakobo walikuwa wanaangalia msimu, lakini Yusufu alikuwa anaangalia maisha. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Remember it. Remember. Usihangaike na mtu aliyekujeruhi kwenye msimu, wala usibebe msimu uliokujeruhi. Sio wewe peke yako umepita kwenye misimu yenye majeraha. Amepita Yusufu. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wala sio njia rahisi kufikia kwenye malengo. Kuna gharama ambazo lazima ulipe. Kuna gharama ambazo lazima ulipe. Lazima ulipe. Kuna gharama ambazo lazima ulipe. Kama unavyoona Yusufu pale anauzwa na ndugu zake, amelipa hizo gharama. Ndugu zake wametia vazi lake damu, wamelipeleka kwa baba yake. Anasumbuliwa kule, anafungwa na vifungo ya magereza na pingu alizobeba na utumwa aliokuwa nao, roho la Yezebeli. Na pale kwenye roho la Yezebeli vijana wengi sasa ndio wanaishiaga pale. Mwinyi alisema ugonjwa mwenyewe wa HIV na umekaa mahali pabaya. Mwinyi alijisemea. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Kwa hiyo ndoto zile za vijana walio wengi zinaishiaga pale. Ndoto za kuwa msomi mkubwa, ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa, ndoto za kuwa mchungaji, ndoto za kuwa mhubiri, kamera, ndoto za kufikia ulimwengu zinaishiaga pale. Hata watoto wangu wengi wameishia pale. Wengi walikuwa wanakaaga hapo, wameishia pale kwa Yezebeli. Ukivuka roho ya Yezebeli umeenda kwenye dream ya kwako kabisa. Lakini na vifungo vingi, lakini alikuwa anakiona kiti. Mabibi na mabwana, miaka ya ngamia wa Yusufu walipomaliza kunywa maji, alivalishwa mavazi ya dhahabu. Na mimi ninajua ya kwamba utavalishwa mavazi ya dhahabu. Subiri ngamia wako wanywe maji. Wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa, wanaosema mapito ninayopita leo ni kwa sababu ni ngamia wanakunywa maji? Na mimi najua baada ya maisha haya
ya dhiki na taabu, na theolojia hii ya kubeba msalaba, theology of the cross, baada ya hapa utang'aa kama dhahabu. Washindi wachache wangempigia Jehova hayo makofi hayatoshi. Piga tena, Yesu asikie.